Hello my beautiful people, karibuni Ida Zara, ni wauzaji wa multivitamin, supplements pamoja na body care. Tunapatikana Mwanza mjini, junction ya Deluxe, barabara inayoshuka kwenda U-turn. Lakini pia tunapatikana kwenye platform za social media zote kwa jina la Ida Zara. Karibuni sana Ida Zara, awaken your inner glow. Kabisa masuala ya ushirikishwaji wanaume ili waendelee kuelewa lengo la kuendeleza mwanamke ni pamoja na kuendeleza mtoto wao wa kike yule, sio mke wao. Tunataka sisi tuna wivu gani? Ukigusa tu wanawake utasikia bwana anamnyanyasa. Hatuongelei habari ya mkeo tu, tunaongelea na binti yako huyo mdogo uliyemweka nyumbani, tunaongelea dada yako na shangazi yako, tunaendelea ndugu zako wote wa kike. Hivyo basi inapofika Novemba 19 huwa kuna siku ya wanaume, tutaiomba na yenyewe iwe rasmi ili tukiliamsha la mama, tukiliamsha la baba, tunakutana sehemu za familia zinasonga mbele pasipo ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa aina yoyote. Ukiwakopesha una wasiwasi, unakwenda kupumzika, hawakumbushwi marejesho, ni wanawake. Tunawashukuru sana na mimi nakubaliana Mheshimiwa Waziri na yale ambayo umekuwa ukiyasisitiza katika utekelezaji wa maelekezo ya Dr. Samia Suluhu Hassan, taasisi za fedha ziendelee kupunguza riba kwa wanawake. Umelisema sana hili, umekuwa ukirudia mara kwa mara, na mimi nakuunga mkono kuongeza sauti Mheshimiwa Waziri. Waziri wa maendeleo ya jamii amehimiza kwamba Novemba ambayo itakuwa ni siku ya wanaume duniani itabidi ifanyike kama ambavyo tumekuwa siku zote tukiazimisha kiukubwa au kiupana zaidi siku ya mwanamke. Na hii tunayoona sisi kama wanawake, hasa mimi mwenyekiti wa umoja wa vijana, ninaona ni jambo jema kwa sababu kuna mambo ambayo sisi wanawake tunajadiliana na tunazungumza kuhusiana na masuala ya upingaji ukatili, lakini wahusika wakubwa sio wanawake tu, kwa sababu wanaofanya ukatili na muda mwingine wanafanywa ukatili ni wanaume, na asilimia kubwa ya watu wanaofanya ukatili ni wanaume. Kwa hiyo pale ambapo tukija kuzungumza tu sisi ya masuala ya upingaji wa ukatili na nafasi ya mwanamke hasa katika kupinga ukatili, bila wanaume wao kuambiwa, inatupa wakati mgumu, kwa sababu mimi nikitoka hapa au mwanaume hawezi kupata ule ujumbe moja kwa moja. Kwetu sisi itakuwa imetusaidia kwa sababu wanaume wengi wanaamini wanawake ndio sasa hivi tunapendelewa sana, wenyewe hawapendelewi, lakini tukianzisha hii itatusaidia sisi pia katika kazi zetu kubalance haki zote kwa upande zote, ili wenyewe wajione na wenyewe wana haki kama walivyo wanawake.